kutoka kwa viongozi kama Benjamin Netanyahu wanaodhibitiwa kila wakati na Shin Bet wenye busara, hadi kwa watu kama Sultani wa Brunei Hassan al-Bolkiah ambaye hutegemea kitengo cha akiba cha Gurkha kinachotisha kwa ulinzi wake. Watu wenye uvamizi zaidi duniani wanaishi chini ya tishio la kila wakati. Je, umewahi kujiuliza ni nini kinachohitajika kuhakikisha usalama wa watu wenye nguvu zaidi ulimwenguni? Basi hauhitaji tena kujiuliza. Tuambatane nasi tunapofungua orodha ya marais wanaolindwa zaidi duniani na kuchunguza safu ngumu za ulinzi zinazowazunguka. Na ni wapi pa kwanza isipokuwa na rafiki yetu kutoka Korea Kusini, Rais Yoon Suk Yeol, linapokuja suala la viongozi maarufu katika mazingira ya kimataifa. Yoon Suk Yeol bila shaka ni jina linalojitokeza. Aliyechaguliwa mnamo Mei 2022. Kwa kiasi kidogo, Yoon alileta umaarufu wa kuwa mwendesha mashtaka asiye na huruma na wa moja kwa moja, anayejulikana kwa kupambana na ufisadi kwa azimio la shujaa, anayejitolea kusafisha mitaa ya uhalifu. Lakini hakuna kiongozi mkuu aliye peke yake, haswa wakati anabeba lengo kubwa kama Yoon Suk Yeol. Hapo ndipo huduma ya ulinzi wa rais PSS inapoingia. Wakati huduma ya siri ya Marekani huwa inatawala mwanga wa ulinzi wa kimataifa, ikiwa utavuka bahari ya Japani vizuri, labda si haraka sana, utakuta Korea Kusini ikionyesha nguvu yake mwenyewe na PSS ikiongozwa na huduma ya siri ya Marekani. PSS inafanya kazi kwa ufanisi wa kimya na kujitolea ambacho kinastahili kuzingatiwa. Maafisa wake ni wataalamu walioteuliwa kwa uangalifu kutoka kwa wale bora zaidi katika vikosi vya polisi na jeshi la nchi. Kwa mafunzo makini na vifaa vya kisasa, wako tayari kukabiliana na tishio la kimataifa hadi misukosuko ya ndani. Zaidi ya hayo, kikosi cha rais ni tamasha la pekee kinachojumuisha magari ya kivita na SUV zilizo na teknolojia ya kisasa ya ulinzi. Magari haya yameundwa kustahimili mashambulio makali zaidi, kuhakikisha ulinzi wa rais wakati wa safari. Na nyumba ya Blue, makazi rasmi ya kiongozi wa Korea Kusini, ni ngome ya kweli yenye vikwazo vingi vya usalama na majaribio ya mara kwa mara ya kukabiliana na tukio lolote, kutoka kwa mashambulio ya kigaidi hadi majanga ya asili. Wakati Rais Yoon anajitolea kuiongoza Korea Kusini, PSS inahakikisha kuwa anatekeleza majukumu yake kwa usalama kamili, akiwa kwa uangalifu lakini daima tayari kuingilia wakati wa hitaji. Kwa upande wa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, Shin Bet, huduma ya usalama wa ndani ya nchi huchukua jukumu kuu katika kulinda uadilifu wake. Kama wakala kuu wa usalama wa Israel, Shin Bet inawajibika kuhakikisha usalama wa Netanyahu, familia yake na viongozi wengine wa serikali wa kiwango cha juu. Ili kutimiza kazi hii, Shin Bet inatumia mikakati mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mifumo ya usimamizi wa hali ya juu, ukusanyaji wa taarifa za kina, mipango ya usalama mkali na maafisa waliojihusisha na mbinu za kupambana na upelelezi. Silaha zao zinajumuisha bunduki ndogo, bunduki za usahihi na silaha za hali ya juu, pamoja na bastola za kuaminika kama vile Glock 17 na Sig Sauer P26 zilizochaguliwa kwa usahihi wao katika hali za mapigano ya karibu. Maafisa wa Shin Bet wanaowajibika kwa ulinzi wa Netanyahu ni wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, wenye ujuzi wa mapigano ya mkononi, risasi sahihi na shughuli za kikosi ngumu. Ni wataalamu wa kweli wa usalama wanaoweza kufanya kazi katika hali yoyote na wameandaliwa kwa mazingira yoyote. Kwa hivyo, ikiwa mtu yeyote anafikiria kusababisha shida, ni vizuri kukumbuka kuwa maafisa hao wana ujuzi ambao ungevutia hata mashujaa wa vitendo wenye uzoefu zaidi. Zaidi ya hayo, waziri mkuu ana safu ya magari ya teknolojia ya hali ya juu. Safu hii inajumuisha magari ya kivita na SUV zilizoundwa mahsusi kushughulikia vitisho vinavyoweza kutokea. Magari haya yamejengwa kwa rasilimali za usalama za kisasa kama vile kioo cha kupiga risasi, milango iliyoimarishwa na mifumo ya mawasiliano ya kisasa. Kwa upande wa Hassan al-Bolkiah, Sultani wa Brunei, utajiri ni moja ya alama zake. Kwa mali inayokadiriwa kuwa zaidi ya $3 bilioni, yeye ni miongoni mwa watu tajiri zaidi ulimwenguni. Kwa kawaida,
anahitaji mpango wa usalama ambao unafanana na ukuu wake wa kibinafsi. Tuseme, ikiwa ningekuwa na pesa nyingi kiasi hicho, ningeota timu ya usalama iliundwa na mashujaa wa vitendo, na kimsingi hicho ndicho sultani wa Brunei anacho. Naam, labda sio mashujaa wa kweli, lakini kitu karibu sana: kikosi cha akiba cha Gurkha au GRU. GRU inatambulika kimataifa kwa nidhamu kamili, uaminifu usioweza kutetereka na ujuzi wa kipekee wa mapigano. Kwa ufupi, ni walinzi bora kwa wale walioko kwenye mazingira ya mabilioni, inayojulikana kama Guardia Pretoriani. Timu hii ya waliokuwa Gurkhas inayoongozwa na maafisa wa kijeshi wa Uingereza waliojastaafu haikuzuiliwi tu na ulinzi wa ikulu. Pia wanafanya kazi kama kikosi maalum cha vikosi vya kivita, wakiwa chini ya amri za moja kwa moja za sultani. Kikosi cha akiba cha Gurkha cha Brunei kimejaliwa na silaha mbalimbali ili kuhakikisha usalama wa juu wa kiongozi. Hii inajumuisha silaha za kitamaduni za Gurkhas kama vile kukri, kisu kilichopinda maarufu kwa ufanisi wake katika mapigano ya karibu. Zaidi ya hayo, wanatumia silaha za kisasa za moto kama bunduki za kushambulia, bastola na bunduki za usahihi zenye uwezo wa kukabiliana na aina yoyote ya tishio. Kimsingi, GRU inaunganisha ujuzi wa kijeshi wa kale wa Nepal na teknolojia ya kisasa ya kijeshi na kuunda mfumo kamili wa usalama kwa sultani wa Brunei. Narendra Modi, India. Huko India, Waziri Mkuu Narendra Modi anaspigi kikosi cha wataalamu wa usalama wanaojitolea kwa ajili ya ulinzi wake pekee. Wanawakilisha kikosi cha walinzi wa hali ya juu wa nchi wanaohusika na kuhakikisha usalama wa kiongozi wa India. Kikosi maalum cha ulinzi OSPG kinachukuliwa kuwa kielelezo cha ubora wa usalama katika nchi nzima, huku kikitofautishwa hasa kwa namna inavyosimamia msafara wa waziri mkuu. SPG inaratibu safari ya waziri mkuu kwa kutumia msafara wa magari ya kinga ya hali ya juu. Miongoni mwa hayo kuna Mercedes Maybachs, BMW zilizowekwa kinga na Range Rovers, zote zikiwa na teknolojia ya usalama wa hali ya juu ili kuhakikisha ulinzi wa PM Modi. Gari hizi kimsingi ni mabweni ya kifahari kwenye magurudumu. Hivyo ndivyo magari yanayunda msafara. Yanatoa ulinzi wa VR10, mojawapo ya viwango vya juu zaidi vya kinga vinavyopatikana sokoni. Hii inamaanisha kuwa wana uwezo wa kustahimili risasi za silaha nyepesi hadi milipuko sawa na kilopendere za TNT. Olaf Scholz, Ujerumani. Olaf Scholz, kansela wa Ujerumani, hendi bila ulinzi. Yeye huambatana na ofisi ya shirikisho ya uchunguzi wa jinai inayojulikana kama Bundeskriminalamt au BKA, ambayo hutoa msaada wa usalama. Ni timu maalumu ya kutekeleza sheria yenye teknolojia ya hali ya juu na ufanisi wa kawaida wa Kijerumani, daima tayari kukabiliana na tishio lolote kwa VIP wao. Wakati wa safari, msafara wa kansela wa Ujerumani kwa kawaida hujumuisha aina mbalimbali za magari yaliundwa kuhakikisha usalama na ufanisi wa juu zaidi. Miongoni mwao kuna sedan za utendaji wa hali ya juu kama vile Audi A8, Mercedes-Benz Class CS au BMW Series 7, zote zikiwa na mifumo ya hali ya juu ya usalama na mawasiliano yaliyojumuishwa. BKA pia hutumia anuwai ya silaha na vifaa vya kulinda kansela wa Ujerumani. Maafisa wa BKA hubeba silaha za mikono kama vile bastola za Heckler & Koch 6 Sauer kwa matumizi ya kujihami mara moja ikiwa ni lazima. Pia hutumia bunduki ndogo kama vile Heckler & Koch MP5 au MP7 kwa kufanya kazi katika mazingira magumu. Zaidi ya hayo, kuna SGF inayoitwa kituo cha hali ambacho hufanya kazi kama kiini cha kati cha kituo cha operesheni za kimkakati. Ni katika nafasi hii ambayo kila kipengele cha usalama wa kansela hupangwa na kupangwa kwa uangalifu. BKA haifanyi kazi pekee yake katika majukumu yake ya ulinzi. Inashirikiana kwa karibu na mashirika mengine kama vile polisi ya shirikisho iliyo na sare na polisi za majimbo ili kuanzisha muundo wa usalama wa tabaka nyingi. Ushirikiano huu pia unahusisha mashirika ya kimataifa ya usalama kama vile Europol na Interpol kuhakikisha kwamba ulinzi wa kansela ni jukumu la kiwango cha kimataifa. Rey Mohammed VI, Morocco. Gundua Mohammed VI, yeye huzidi kuwa mfalme, ni mfanya biashara halisi. Mali yake inakadiriwa
kati ya bilioni 2.1 hadi zaidi ya bilioni 8 za dola. Unapokuwa na nguvu na utajiri mkubwa kama huo, usalama sio jambo la kujadiliwa. Ndio maana ana Guardia Real Maroki, kikosi cha wasalama waliochaguliwa kwa uangalifu ili kuhakikisha kwamba Mohamed na familia yake ya kifalme wako salama kila wakati. Mizizi ya kikosi hiki cha hadhi inarudi nyuma hadi mwaka 1990, wakati wa utawala wa Sultan Alawita Mulai Ismail. Wakati huo Abid al-Bukhari iliundwa. Kikosi cha kijeshi kilichundwa na watumwa weusi waliopangwa katika vitengo vya kudumu vya askari wa miguu na wapanda farasi. Wanaume hawa walijulikana kama Guardia Negra, jina lililotoa rangi ya ngozi yao. Walichaguliwa kutoka kwa Haratin, jamii ya weusi kutoka kusini mwa Moroko na Afrika kusini kwa Sahara, pamoja na vikundi vingine vya weusi katika eneo hilo. Guardia Negra baada ya muda ilibadilika na kwa kiini ambacho kiliunda Guardia Real Maroki ya sasa. Kikosi cha mfalme wa Moroko pia ni cha kuvutia, kwanza kwa magari ya hali ya juu kama vile Mercedes-Benz Classe S hadi kwa magari ya kisasa ya mfululizo wa BMW 7. Kikosi cha usalama cha kifalme huhakikisha kuwa mheshimiwa mfalme anafurahia safari salama na za kifahari. Hata hivyo, wakati wa hitaji, silaha zao zinajumuisha aina mbalimbali za silaha kama vile SAR-21, M60A2, FNFL, AK-47 na M4A1. Bola Ahmed Tinubu, Nigeria. Nigeria, moja ya nchi zenye ushawishi mkubwa zaidi barani Afrika, inahitaji hatua za usalama kali kwa viongozi wake. Kwa hivyo, Rais Bola Ahmed Tinubu anaweka ulinzi wake kwa huduma ya usalama wa taifa SSS, pia inayojulikana kama Idara ya Huduma za Taifa au DSS. Shirika hili la usalama ndio ngao kuu ya nchi dhidi ya vitisho vya ndani. Kilianzishwa tarehe 5 Juni 1990 baada ya kufutwa kwa Shirika la Usalama wa Taifa. DSS iliundwa ili kuimarisha miundombinu ya ujasusi ya Nigeria. Kuhusu vifaa vyake, DSS huwapatia maafisa wake silaha mbalimbali za moto ili kukabiliana kwa ufanisi na hatari zozote zinazoweza kumkabili rais. Zaidi ya hayo, DSS hufanya kazi kwa siri na wanachama wake wakiwa siri, na bajeti yake ya mwaka isiyotangazwa ikiripoti moja kwa ofisi ya rais. Makao makuu yake yanayojulikana kama Nyumba ya Njano ni ngome iliyoko katika mji mkuu Abuja, ikiwakilisha jukumu muhimu la shirika hilo katika usalama wa taifa. Msafara wa Rais Tinubu pia ni tamasha la kipekee unaojumuisha magari ya kisasa zaidi yaliyo tayari kumpeleka kwa staili na ulinzi. Mbele ya kikundi hiki kwa kawaida huwa kuna magari ya kivita yenye nguvu kama SUV ya Lexus yenye kivita, ikitoa ulinzi wa juu dhidi ya tishio lolote linalowezekana. Gari hili lina teknolojia ya hali ya juu ya usalama kama vile kioo cha kivita na muundo ulioimarishwa kuhakikisha ulinzi wa juu wa rais katika hali yoyote ile. Abdel Fattah el-Sisi, Misri. Abdel Fattah Said Hussein Khalil el-Sisi amekuwa waziri mkuu wa Misri tangu mwaka 2014. Kikosi cha usalama cha Jamhuri ya Misri, kitengo cha kipekee cha jeshi la kitaifa, kina jukumu muhimu katika ulinzi wa nchi, kikiwa na wajibu wa kulinda Rais el-Sisi na vifaa muhimu vya serikali. Chini ya uongozi wa Rais el-Sisi, kikosi cha usalama cha Jamhuri kina msimamo thabiti wa kuhakikisha usalama wa taifa. Mfano wa kuvutia wa utendaji wake ulitokea wakati wa matukio yaliyochangia kupanda kwa el-Sisi madarakani. Mnamo mwaka 2010, kikosi kilikabiliana na changamoto kubwa zaidi wakati kilichukua jukumu muhimu katika matukio yaliyosababisha mapinduzi ya kijeshi na kuweka el-Sisi katikati ya mazingira ya kisiasa ya Misri. Wakati maandamano yalipoibuka na rais wa zamani Mohamed Morsi alipofukuzwa madarakani, kikosi cha usalama cha Jamhuri kiliingizwa moja kwa moja kwenye msukosuko. Kazi yao ilikuwa kuzuia maandamano, kudumisha amani na wakati huo huo kuhakikisha usalama wa rais. Matukio haya yalijaribu mipaka ya kikosi na kusababisha marekebisho makubwa ya mipango yao ya usalama. Utendaji wa Guardia wakati wa maandamano, haswa katika mzozo katika makao yao, ulionyesha jukumu lake muhimu katika kulinda rais katikati ya machafuko. Wakati wa mapinduzi na miaka iliyofuata, Guardia ya Jamhuri ya Misri ilitumia aina mbalimbali za silaha na vifaa kuhakikisha
kuhakikisha usalama wa Rais El-Sisi na viongozi wengine wa serikali. Miongoni mwa rasilimali zilizotumiwa ni bunduki kama vile Heckler & Koch G3 aina za AK-47 na FNF Dohaizan ambazo ni bora zaidi katika operesheni katika mazingira magumu. Emmanuel Macron, Ufaransa, akiwa mstari wa mbele wa siasa ya Ufaransa. Rais Macron anatekeleza majukumu yake ya urais akiwa amelindwa na muundo thabiti wa usalama. Kikundi cha usalama cha rais wa jamhuri au GSPR ni kitengo kikuu kinachohusika na ulinzi wake. Kikiundwa mwaka wa 1993, kikundi hiki maalum hufanya kazi chini ya ulinzi wa jandarmi ya kitaifa na polisi ya kitaifa, kikichukua mkakati wa ushirikiano ili kuhakikisha usalama wa rais. GSPR huwapatia wanachama wake silaha kamili ili kuhakikisha ulinzi wa Rais Macron. Miongoni mwa silaha zinazopatikana ni bakora za ASP zinazoweza kupanuka, zinazotumiwa kwa kuingilia kwa njia ya hila wakati mtu anapokaribia rais kupita kiasi. Kwa hali ngumu zaidi, wanatumia bastola za Glock Sibulas na Glock 12C, muhimu kwa ulinzi wa kibinafsi, kwani siasa inaweza kwa muda mfupi kugeuka kuwa mazingira ya mapigano ya silaha katika hali za ukaribu uliokithiri. Bunduki za kifundi za Heckler & Koch MP5 na Brugger & Tomit MP9 huingia kazi bora wakati ambapo diplomasia inachukua nafasi ya mapigano ya moja kwa moja, na wakati hali inahitaji nguvu ya juu kabisa, hawataji kutumia bunduki za kivita za Heckler & Koch G36, kwani hakuna kinachosema jitwe mbali na Bwana Macron kwa ufanisi zaidi ya maonyesho ya nguvu ya kivita. Upendeleo wa Rais Macron kwa magari unaonekana wazi kati ya safu za magari ya kifahari ya viongozi wengine wa kimataifa. Mbele ya msafara wake kuna DS7 Crossback ya rangi ya blue wino, chaguo linalochanganya uzuri na ustadi. Upendeleo wake kwa magari ya SUV unaonekana wazi, na Peugeot 508 pia ikiwa ni sehemu ya safu yake ya magari, lakini chaguzi zake hazikomi hapo. Aina mbalimbali za magari za Macron zinajumuisha Renault Espace, zikionyesha uwezo wake wa kusafiri kati ya magari ya SUV yenye nguvu na magari ya MPV yenye matindo, huku akidumisha viwango vya juu vya usalama. Paul Biya, Cameroon. Paul Biya ni rais wa muda mrefu wa Cameroon tangu mwaka 1992, akijitambulisha kama mmoja wa viongozi wenye muda mrefu zaidi barani Afrika. Ingawa utawala wake umejulikana kwa migogoro, ushawishi wake bado hauna mjadala. Analindwa na timu maalum ya walinzi wenye ujuzi wa hali ya juu inayojulikana kama Garde Presidentielle du Cameroon. Kuhusu usafiri, Paul Biya hajikomi kwa magari ya kawaida. Anasafiri kwa fahari kwa kutumia Range Rover Sentinel yenye kuingilia risasi, na katika hafla maalum huchagua magari ya limousine pia yenye kuingilia risasi. Kwa Range Rover Sentinel inayokadiriwa kuwa thamani ya karibu nusu milioni ya dola, inaonekana wazi kuwa rais wa Cameroon anachukua usalama wake kwa uzito. Unaweza kusema kuwa yeye hayupo tu kwa kuendesha gari, anatoa ujumbe wazi, na ujumbe huo ni usijaribu kukaribia. Kufuatia msafara wa Biya, kuna safu ya magari ya kuvutia, ishara dhahiri ya umuhimu wake. Msafara huu umeundwa na pikipiki duampulu za uwezo wa juu, Land Cruiser na Mercedes-Benz Class S, kuhakikisha usafiri wa haraka na ulinzi kwa rais. Mbali na gari hizi kubwa, Biya huambatana na zaidi ya walinzi duitu katika safari zake zote, iwe ndani ya nchi au kimataifa. Wataalamu hawa wa usalama wenye ujuzi wa hali ya juu hutoa ulinzi usio na mapumziko kwa kusisitiza umuhimu wa usalama wa Biya. Kwa mpango wa usalama wenye nguvu kama huo, uwepo wa Biya hauna shaka kuhakikisha ulinzi wake, huku akilinda utulivu wa uongozi wa Cameroon. Luiz Inácio Lula da Silva, Brazil. Rais wa Brazil analindwa na kikosi cha walinzi cha hali ya juu na chenye uzoefu. Kikosi cha walinzi cha rais OBGP, pia kinachojulikana kama kikosi cha Duque de Caxias. Timu hii ya walinzi wa hali ya juu inayojumuishwa na jeshi la Brazil inahakikisha ulinzi wa rais na ikulu ya Planalto, makao yake ya kazi. BGP inatumia mkakati wa usalama wa tabaka nyingi. Maafisa waliovaa sare hudumisha usalama wa kila wakati, huku kikosi maalum cha polisi cha vurugu kikiwa tayari kuzunguka ikulu ikiwa kuna maandamano. Hii inaruhusu majibu yanayolingana kwa kutumia mbinu zisizo za kifo kama vile dawa ya pilipili katika hali
hali ndogo na kuongeza hatua kali zaidi ikiwa ni lazima tu. BGP inatumia mfumo wa usafiri wa tabaka nyingi ili kuhakikisha safari salama na zenye ufanisi kwa Rais Lula da Silva. Ford Fusion Hybrid 290s yenye kiwambo iliyotengenezwa kwenye jukwaa la Ford CD3 hutoa njia salama na isionekana kwa safari za kila siku. Kwa hafla rasmi, Rolls-Royce Silver Wraith ya 1972 inawakilisha ishara ya kuvutia ya fahari ya kitaifa. Wakati rais anahitaji kusafiri kwa hewa, ana vikosi vya ndege vilivyoboreshwa kwa mahitaji yake. VC-1A Airbus A320 Berlin iliyoboreshwa hutumiwa kwa safari za kimataifa za umbali wakati. Kwa safari ndefu zaidi, KC-3 ndege ya kijeshi ya Airbus A320 inahakikisha ufanisi na usalama. Kwa safari za ndani, ndege mbili za VC-2 Embraer E190 hutoa starehe na ulinzi kwenye njia fupi. Javier Gerardo Milei, Argentina. Huko Argentina ambapo siasa inaweza kuwa ya mchanganyiko, usalama wa Rais Javier Gerardo Milei inachukuliwa kwa uzito. Ulinzi wake unasimamiwa na mkurugenzi mkuu wa usalama wa rais na ulinzi wa taifa, kitengo maalum cha polisi ya shirikisho la Argentina. Kikundi hiki cha elite sio tu kinamwangalia rais, bali pia hufanya kazi kama mlinzi wa utulivu wa taifa. Katika nchi yenye ushawishi na uzito wa kiuchumi kama Argentina huko Amerika Kusini, kuhakikisha usalama wa rais ni zaidi ya ustawi wake binafsi. Ni swala la kudumisha utulivu wa ndani na kuonyesha nguvu katika mazingira ya kimataifa. Baada ya yote, katika ulimwengu ambapo mwonekano ni muhimu, hakuna nafasi ya picha ya udhaifu, haswa mbele ya mataifa jirani. Mkurugenzi mkuu wa usalama wa rais na ulinzi wa taifa humlinda Rais Milei akiwa na kundi la rasilimali za anga na ardhi zilizoko katika kituo cha helikopta cha kisiwa cha Marche. Timu hiyo ina aina mbalimbali za ndege kuanzia MBB Boeing 175 kwa misheni nyepesi hadi Eurocopter EC-135 kwa usafirishaji wa VIP. Ndege za Cessna Citation hutumiwa kwa safari za masafa marefu, huku ndege zingine zikihudumia uokoaji wa matibabu, shughuli za uokoaji na uokoaji, kuzima moto na misheni za kikitendo. Kundi la ardhi la mkurugenzi mkuu linajumuisha mchanganyiko wa magari ya kifahari na SUV kama vile Ford Focus na Ranger, pamoja na magari ya kivita ya BDX na Dongfeng ili kuimarisha ulinzi. Silaha zao zinajumuisha kutoka kwa bastola za Beretta 92 hadi bunduki za kushambulia Fen Minimi, kuhakikisha uandaliwa kwa aina yoyote ya tishio kwa uadilifu wa Rais Milei. Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, Ureno. Katika ardhi ya Ureno, ulinzi wa Rais Marcelo ni matokeo ya kazi ya pamoja iliyoorodheshwa na vitengo mbalimbali vilivyobobea katika usalama. Huduma ya usalama ya urais inafanya kazi kama kiini kikuu cha watetezi wa rais, ikifanya kazi kama timu ya ulinzi wa kibinafsi iliyofunzwa vizuri. Wanadumisha uangalizi wa kila wakati, wakimlinda rais katika makazi rasmi na hafla za kibinafsi. Kwa kusaidia kikundi hiki kilichojitolea ni kikosi cha rais cha walinzi wa kitaifa wa jamhuri au GNR. Maafisa hili wa hali ya juu wa GNR hunda kizuizi cha ulinzi kinachoonekana wazi karibu na rais wakati wa maonyesho ya umma. Wazia wao kama mduara wa walinzi wasioweza kusumbuliwa, wakihakikisha usalama wa rais katikati ya mikusanyiko na sherehe za kiserikali. Vikosi vya usalama vinavyohusika na kulinda Rais Marcelo vinaweka kipaumbele kwa kuwapa wanachama wao silaha mbalimbali ili kuhakikisha ufanisi katika ulinzi. Baada ya kujaribu bastola mbalimbali, walichagua kufanya kiwango cha Glock 9 kwa sababu ya kuaminika kwayo na muundo wake wa ergonomic. Uamuzi huu ulibadilisha miundo ya zamani kama vile Walter Pipe na kuweka msingi thabiti kwa maafisa. Hata hivyo, silaha zao hazijakwisha kwa bastola pekee. Silaha zao zinajumuisha aina mbalimbali za bunduki, bunduki ndogo na bunduki kubwa zinazozalishwa na chapa maarufu kama vile Heckler & Koch, FN Herstal na Browning. Utofauti huu unawawezesha maafisa kujikimu kwa mahitaji maalum ya kiutendaji, kuhakikisha kuwa wamejeshwa kwa nguvu ya risasi inayofaa kwa hali yoyote inayohusiana na usalama wa rais. Volodymyr Zelensky, Ukraine. Jukumu la rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky limepitia mabadiliko makubwa kukabiliana na mzozo unaoendelea, akibadilika kutoka kwa mtu asiye na uzoefu wa kisiasa kuwa ishara ya ukinzani inayolinganishwa na Churchill. Bila kujali matokeo
ya uvamizi wa Urusi unaoendelea, Zelensky akiwa na umri wa miaka 44 amepewa kukumbukwa kama shujaa wa kitaifa katika historia ya Ukraine. Hata hivyo, utata wa mzozo umetaka utekelezaji wa hatua kali za usalama kwa ajili ya ulinzi wake. Jukumu hili linakabidhiwa kwa brigedi ya Rais Hetman Bogdan Khmelnytsky, kitengo maalumu cha kijeshi kilichojitolea kuhakikisha usalama wa rais wa Ukraine katika jukumu lake la kamanda mkuu wa vikosi vya jeshi. Imeundwa na wataalamu tipetrism waliofunzwa vizuri. Brigedi ya rais inafanya kazi kama kizuizi kisichopenyezwa kuzunguka Zelensky, ikitoa ulinzi wa kila wakati, saa 24 kwa siku. Wanajeshi hawa wenye uzoefu mkubwa uliopatikana katika mzozo wa Urusi na Ukraine walijitokeza haswa wakati wa vita vya Bakhmut vilivyofuata uvamizi wa Urusi mwaka 2022. Mfalme Abdullah II Yordani. Mfalme Abdullah II wa Yordani ana ujuzi wa kina kuhusu mahitaji ya usalama, jambo linalomtofautisha na viongozi wengine wa dunia. Mbali na mali yake kubwa, Abdullah amedhihirisha uwezo wake wa uongozi kwa kuchukua udhibiti wa vikosi maalum na vitengo vya kipekee vya Yordani, akavikusanya chini ya kamandi ya pamoja ya operesheni maalum. Harakati zake za kufikia ufanisi zilimpeleka kwenye cheo cha meja jenerali na kufanya mafunzo ya hali ya juu ya usimamizi wa rasilimali za ulinzi katika shule ya uzamivu ya jeshi la majini ya Marekani. Hata hivyo, Mfalme Abdullah II anapata msaada muhimu kutoka kwa kamandi ya walinzi wa kifalme maalum ya Yordani, kipengele muhimu cha jeshi la nchi. Kikosi hiki cha kipekee kinaundwa na brigedi mbili za wanajeshi wa miguu, walinzi wa sherehe, kituo cha mafunzo na kitengo cha farasi kilichopangwa kwa umakini. Brigedi za vita zinajumuisha wanajeshi wa magari ya kivita, msaada wa moto na vikosi maalum vya ulinzi wa anga kuhakikisha ulinzi kamili. Ikijulikana kama moja ya vitengo bora zaidi vya jeshi la Yordani, brigedi ya walinzi wa kifalme ina jukumu muhimu katika kulinda nasaba ya kifalme ya Hashemiti. Chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa mfalme, kamandi ya walinzi wa kifalme maalum ina kikosi cha usalama maalum cha mfalme kinacholinganishwa na huduma ya siri ya Marekani kuhakikisha ulinzi wa kila wakati, saa 24 kwa siku katika ofisi na majumba ya kifalme. Joko Widodo, Indonesia. Kiongozi wetu mwingine aliye na ulinzi mkubwa ni Joko Widodo, anayejulikana kwa jina la Jokowi. Yeye ni rais wa sabana wa sasa wa Indonesia, nafasi ambayo imempa uzoefu wa kipekee katika siasa na biashara. Kama mtu mashuhuri katika chama cha kidemokrasia cha mapinduzi cha Indonesia au PDIP, alikuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo ambaye hakutoka kwenye viongozi wa kawaida wa kisiasa au kijeshi. Licha ya kuvunja na mazoea ya zamani, Rais Widodo anabaki na mtazamo imara juu ya masuala ya usalama. Kikosi cha usalama cha rais cha Indonesia, kinachojulikana kama Pasukan Pengamanan Presiden au Pas Pampres, hufanya kazi kama wakala wa utekelezaji kati ya vikosi vya jeshi la kitaifa la Indonesia. Kazi yao kuu ni kuhakikisha usalama wa karibu na kazi za kuwalea Rais Widodo. Pas Pampres ina silaha nzuri za kumlinda Rais Jokowi. Miongoni mwa silaha zinazopatikana ni bunduki ndogo za Heckler & Koch MP5 na MP7A1 pamoja na bastola za mfululizo wa Glock ambazo hutoa nguvu ya moto inayohitajika kwa operesheni za usalama. Zaidi ya hayo, kikosi hiki hutumia aina mbalimbali za magari maalum kama vile magari ya usalama ya Mercedes-Benz S600 kwa ajili ya usafirishaji rasmi wa rais na magari ya kivita kama vile Pindad Komodo na Inoa kwa mwendo wa haraka. Wanatumia pikipiki za Yamaha FZ1 na Honda Goldwing ambazo hufanya kazi kama walinzi wa kivita kuhakikisha uhamaji na majibu ya haraka. Na unapofikiria kwamba umeshaona kila kitu, wanatoa mwamba wa kulipua Theodore, zana muhimu ya kushughulikia vitisho vya milipuko kwa ufanisi. Bongbong Marcos, Ufilipino wakati Ferdinand Bongbong Marcos Jr., anayejulikana kama PBBM au BBM, anapochukua urais. Mwendo wake katika siasa pamoja na muda wake wa zamani kama seneta unavutia mbinu yake ya utawala kwa urithi wa familia uliojulikana kwa urais wa baba yake uliokuwa na mabishano na ushawishi wa mama yake. Rais Marcos Jr. ana mtazamo wa kipekee kuhusu masuala ya usalama. Kikosi cha
usalama cha rais, PSG, kinawajibika kuhakikisha usalama wa rais, wakiwa na silaha kuanzia bastola za Glock hadi silaha nzito kama vile FN Mag na kifaa cha kurusha makombora Armbrust. Wako tayari kukabiliana na changamoto yoyote. Redio za mawasiliano za Motorola zinarahisisha mawasiliano ya ndani ya PSG na hutoa huduma za usimbaji fiche ili kuhakikisha ulinzi wa data nyeti. PSG pia ina orodha ya magari yenye nguvu na mbalimbali ambayo inajumuisha pikipiki, magari ya kifalme yaliyo na silaha, magari ya kati na magari ya usafirishaji wa watu yaliyo na silaha yenye miundo ya hali ya juu kama vile Honda Goldwings, Audi A6s, BMW Series 7 na Toyota Land Cruisers, kuhakikisha kwamba uhamaji na usalama vinaendana kila wakati. Prince Albert III, Monaco. Prince Albert wa Monaco, ambaye mali yake inazidi $10 bilioni, anahisa katika Societe de Bains de Mer, kituo muhimu katika sekta ya burudani ya eneo hilo, hasa katika kasino zake. Utafiti huu wa kifahari umemweka miongoni mwa wafalme wenye mali nyingi zaidi huko Ulaya. Kwa akaunti benki imara kama yake, ni kawaida kwamba usalama ndio wasiwasi wake mkuu. Compagnie des Carabiniers de France, kikosi cha wanajeshi cha Monaco, kinajulikana kwa kuwa moja ya vikosi vya kijeshi vya kimataifa vinavyowaleta watu kutoka mataifa mbalimbali. Ingawa Ufaransa inaongoza ulinzi wa Monaco, kikosi hiki kidogo lakini chenye ufanisi cha kijeshi huhakikisha kwamba mfalme na jumba la kifalme daima yanakuwa chini ya ulinzi mkali. Katika miaka ya hivi karibuni, Carabiniers wamepitia mageuzi makubwa katika vifaa na magari yao, kukuza uwezo wao wa kufanya kazi. Miongoni mwa vipya ni pamoja na kuingiza magari yanayofaa kwa misheni nyingi. Hii inajumuisha ununuzi wa Moog Piranha VS2, Peugeot P4S6 na BMW R200 RTP7, kufanya uwezekano wa kusonga na ubunifu katika hali tofauti. Mageuzi pia yanajumuisha silaha na bunduki za zamani na bastola zikibadilishwa na silaha za teknolojia ya juu kama M16A2 na Glock 17. Baada ya yote, linapokuja suala la kumlinda Prince Albert, ni tu bora kabisa ndio inatosha. Emmerson Mnangagwa, Zimbabwe. Kikosi cha ulinzi cha rais cha jeshi la kitaifa la Zimbabwe ni kitengo maalum kinachohusika na kazi ya heshima ya kulinda rais maarufu wa Zimbabwe, kwa sasa Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa ni mtu muhimu ndani ya ZANU-PF. Uzoefu wake mpana umemweka katika nafasi ya pekee ya kuelewa mambo na changamoto zinazohusiana na nafasi yake. Chini ya uongozi wake, kikosi cha ulinzi cha rais PG kinabaki mwaminifu kwa kazi yake ya kulinda rais Mnangagwa. Kwa wanachama Horizon, kikosi cha ulinzi cha rais hufanya kazi kama nguvu muhimu kuhakikisha usalama usio na mapungufu wa rais Mnangagwa katikati ya hali ya kutokuwa na uhakika ya Zimbabwe. Umuhimu wa kazi yako unaonekana wazi kupitia mlolongo wa mikataba ambayo nchi inakabiliana nayo. Wakiwa na silaha nyingi za kushangaza zinazojumuisha bastola za Browning High Power na TT, bunduki za kishindo PPSH-42 na Sterling, bunduki za kushambulia AK-47 na AKM, pamoja na bunduki za usahihi Dragunov SVD, wanaweka ulinzi thabiti na wenye ufanisi. Silaha hizo pia zinajumuisha bunduki za kushambulia RPD na RPK, bunduki za matumizi mengi FN Meg na Ultimax Hunter, na bunduki nzito za PK na Browning M2, kuhakikisha uwezo wa kukabiliana na hali yoyote ya ghafla. Natasa Perkmusar, Slovenia. Perkmusar, mtu mashuhuri katika nyanja ya kisheria anayejulikana kwa utaalam wake katika uhuru wa habari na kesi zenye athari kubwa, ikiwa ni pamoja na zile zinazohusisha Melania Trump, mzaliwa wa Slovenia. Hivi karibuni alikuwa mwanamke wa kwanza kuchukua urais wa nchi hiyo. Wajibu wa usalama wake unakabidhiwa kwa Special na Inota Polisija CP, au kitengo maalum cha polisi, nguvu kuu ya kimkakati ya Slovenia. CP ina silaha nyingi na tofauti za kuhakikisha ulinzi wa rais Natasa Perkmusar. Kati ya silaha zao za kawaida ni bunduki ya kishindo HNK MP5, bunduki za kushambulia HNK HK Parsorot 6 na HK Forso 13, na bunduki ya kushambulia HNK G36, pamoja na chaguo zingine kwa bastola kama 6 Sauer Pilso 46 na Beretta M92, na mstari wa bunduki za usahihi zinazojumuisha TRG M10, Steyr Blazer Tactical Dual, SIG SSG 3000 na Barrett M82 yenye nguvu, ikiwa ni pamoja na lahaja yake ya M7A1. CP
tayari kukabiliana na changamoto yoyote. Na hatuwezi kusahau bunduki nyepesi ya Ultimax Stratus ambayo inahakikisha nguvu ya moto endelevu katika hali ngumu. Je, ni usanidi gani wa usalama wa marais hawa unafikiria kuwa mzuri zaidi? Shiriki maoni yako katika sehemu ya maoni. Zaidi ya hayo, kwa video zaidi zenye maudhui yenye kuvutia, bonyeza kwenye moja ya kadi zinazoonekana kwenye skrini yako sasa.